Habari ya wakati huu ndugu mtazamaji wa channel pendwa ya Baraka Elisha Mlonga. Leo kitu ambacho natamani tujifunze kwa pamoja ili tuweze kutatua changamoto hasa kwa watumishi wa umma kwenye mfumo wa ESS. Na changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwapata watumishi ni namna ya kutengeneza taski. Sasa leo tutaona kwa kina namna ambavyo tunaweza kutengeneza taski kwenye mfumo wa ESS. Jambo la kwanza, hakikisha umeshaingia kwenye akaunti yako ya ESS. Na ukiwa umeingia ndani ya akaunti, muonekano wa ndani utaonekana kwa mara ya kwanza ukiingia, utaonekana kama unavyoona hapo kwenye kioo chako. Lakini pia muonekano huo utategemea na lugha uliochagua ndani ya mfumo. Hii lugha inayoonekana hapa ni lugha ya Kiswahili. Lakini kwa Kiingereza itaonekana kama hivyo unavyoona hapo. Sasa kwa sababu mfumo kiuhalisia vipengele vingi vimewekwa kwenye namna ya Kiingereza katika ufafanuzi na kuelewa zaidi. Kwa hiyo mimi ninashauri kwamba lugha yako ya mfumo iwe ni ya Kiingereza. Sasa ukishaingia ndani ya mfumo wa ESS, sehemu ya kwanza unayopaswa kwenda ni kwenye eneo lililoandikwa utendaji, kwenye mabano watumishi. Ukiingia kwenye kipengele hicho utaona muonekano huo wa pili ambapo unakuwa na personal informations, maana yake za employee, lakini pia kunakuwa na taarifa za supervisor wako. Mkono wako wa kushoto kuna menu inayoonekana ina vipengele kama 7. Cha kwanza ni dashboard, cha pili ni annual institutional performance planning, cha tatu ni implementation and monitoring, cha nne ni annual institutional performance plan update, cha tano ni employee performance assessment, na cha sita ni employee performance assessment referral and appeal, na cha mwisho ni report. Kwa leo tunajikita kwenye kipengele hichi kilichoandikwa annual institutional performance planning. Sasa kifaa chako kama ni kompyuta, ukipeleka kasa kwenye eneo lile la kipengele hichi, moja kwa moja italeta menu ya pembeni. Lakini kama ni simu utapaswa kubonyeza kwenye eneo hili ili kusudi uweze kupata menu hii ionekana hapa pembeni. Sasa ukishagusa hapa, tutaenda moja kwa moja kwenye eneo lililoandikwa tasks and subtasks, tasks and subtasks, na utabonyeza. Ukishabonyeza moja kwa moja itakuleta kwenye ubao mpana ambao ndio tunaotumia kutengeneza tasks, lakini pia ndio tunaotumia kutengeneza subtasks. Maana yake kutengeneza majukumu ya kimsingi au makuu, lakini pia kutengeneza majukumu madogo madogo kulingana na yale majukumu ya kimsingi. Sasa kwa leo tunajifunza namna ya kutengeneza task. Ukiwa hujatengeneza kabisa, kwenye eneo hili hautaona task yoyote inayoonekana. Kwa utapaswa kwenda kwenye eneo lililoandikwa create task, mkono wako wa kulia juu, eneo lenye rangi ya kijani, utabonyeza. Kisha bonyeza, itakuletea kiboksi hapa ambacho kitakuruhusu wewe kuandika taski unayotaka kuitengeneza. Mfano, kwenye kada ya elimu tuna taski kama ya mfano kama ifuatayo: maandalizi ya ufundishaji wa somo. Hapo utaorozesha somo ambalo unalifanyia maandalizi ya kufundisha, lakini utasema kwa darasa lipi unalotaka kwenda kufundisha. Kwa darasa utataja na darasa pia ambalo unalenga kwenda kufundisha. Baada ya hapo, ukishamaliza kutengeneza taski yako, utakuja kwenye eneo lililoandikwa save. Mkono wako wa kulia utabonyeza save, kisha utabonyeza okay. Baada ya kutengeneza, moja kwa moja taski uliyotengeneza itaanza kuonekana kwenye ubao wako.
Na kama unataka kutengeneza nyingine, utakuja tena eneo hili hili ambalo limeandikwa create task, kisha utaandika tena task unayotaka kutengeneza. Mfano ufundishaji, utataja somo ambalo unalenga kwenda kulifundisha kwa darasa lipi, utataja na hilo darasa. Hii ni mifano ya taski. Kimsingi utapaswa kutengeneza kulingana na kada ulionayo, lakini pia na vile ambavyo shule ama wewe binafsi umejiandaa kwa ajili ya kutekeleza mpango wa mwaka. Kisha utabonyeza save. Itakwambia task successfully saved. Utabonyeza okay. Kwa hiyo zile taski zote ulizozitengeneza zitaonekana kwenye ubao wako ule ambao umeutumia kutengeneza taski. Kipindi kijacho tutajifunza namna ya kutengeneza subtaski, lakini tutaendelea na hatua zingine. Lengo ni kutatua changamoto zinazojitokeza kwenye mfumo wa ESS. Usisahau kushare video hii kwa wengine, lakini pia kusubscribe kwenye channel yetu ili kupata taarifa na video mpya ambazo tutakuwa tukiendelea kuweka.